Na kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, sote pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe. Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe wote. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Naam, karibuni sana kwa wote ambao mnasikiza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Tuko majira ya saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira Afrika Mashariki. Mimi ni ndugu yako baba la baba mzee wa Ngwasuma Rajabu Akili Kabonga ambaye niko nakurushia haya matangazo. Karibuni sana. Nafikiri tupo kwenye kampeni ya kuweza kusaidia B1 TV kuweza kupata drone. Ni jambo la heri sana. So jamani, tuweze kufanya chini juu. Tuungane mkono, tusukumane, tusaidiane ili tuweze kununua hiyo kifaa. Kwa wakati huu ni wakati muhimu sana sisi kuwa na sisi kuwa na drone, kwa sababu itasaidia kuweza kukuza ufanisi wa kazi. Unaona, mwaka huu inabidi twende tofauti kidogo. Kwa hiyo tumia namba zetu ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili uweze kusana na Baraka1 TV. Ndio jambo la heri sana ndugu zangu. Nilisema kusana na Hippolyte Kanambe Joseph Kabila kwamba il paraît que alikufia mwili ya bombardement ya Kalundu ya 14 janvier 2026. Inawezekana, inasemekana, sija confirm, sijasema kwamba alikufa mule ndani. Tafadhali naomba kunukuliwa vizuri, nasema inasemekana, sababu mpaka sasa hivi tungali tunafuatilia kupata uhakika wa ile swali. Je, Hippolyte Kanambe alifia Kalundu? Kwa sababu hii vita ilikuwa ni vita moja, ilimaliza maafisa wakubwa wa Rwanda. Hii front ya hapa Makobola ilimaliza wakubwa, maafisa wa ngazi za juu wa Rwanda. Tuzungumzie hilo swala pia. Kwa upande wa Burkina Faso, Bwana Damiba ambaye alikuwa anasumbua kuprepare makudeta zaidi ya 5 ili kumwangusha Ibrahim Traore, alikamatwa Togo na akasafirishwa moja kwa moja mpaka Burkina Faso. So watakwenda kusomea mashtaka yake ikiwa iko ndani ya Burkina Faso. Na pia tutasikiza ujumbe mzito wa William Amuli Kutumba wakati alikuwa kwa Mkera. Alizungumza mambo mengi sana juu ya hii vita hii yenye iko inaendelea Mkongo size. Eske chanzo halisi maisha ya Kutumba alipitia yeye na Kabila fasa unayajua? Utasikiza hapa. Na kitu kingine, saa 6 nilizungumzia juu ya afere ya Banyamulenge kule Kamanyola. Lakini sasa hivi nimekuja na system nyingine. Kuna kitu kingine ambacho niligundua sana. Angalia reportage ya Auster Malivika. Malivika anatumika na M23. Ni mtangazaji wa DW. Sawa? Lakini zamani vita ya Mamadou Ndala alikuwa anafanya mareportaje zake akiwa ngambo ya FRDC. Kwa hii vita ya M23, wakati M23 iko Kibumba, alikuwa ngambo ya FRDC. Baada ya M23 kuingia Goma, akabadilisha akawa ngambo ya M23. Unaelewa pale? Yaani kila mwandishi wa habari vitani, sisi waandishi wa habari wapelelezi wa masuala ya vita, ukiona Baraka1 TV mimi nasimama upande wa wazalendo ngambo ya FRDC, ndio niko nazungumzia huku. Ina maana niko na collaborate na FRDC na wazalendo. Ukinisikia na kwa niko nafanya ma reportage ngambo za M23, moja kwa moja jua kwamba niko ngambo ya M23. Sasa Auster Malivika ni wa DW
na iko ngambo ya M23. Hiyo sio CG. CG yangu ni hii na ndo nitaanzia hapa afu nitarudi huku nikotoka. Nitaanzia hapa. Mtego ambao sisi tulitegaka kwa M23 kuingia Uvira ulinasa vizuri sana. Na wakaingia Uvira wakapata masanction mzuri na tukawapiga tu vya kutosha makobola, vya kutosha sana. Pale tuliresi. Sasa tukafanya makosa. Makosa gani tulifanya? Viongozi wetu wa wazalendo walishindwa kumetrize vijana wao, kuwapangilia gisi wataingia Uvira na gisi watajikomportea Uvira. Unaona pale? Raia ya Uvira ikashindwa pia kujikomporte, na yote ni nini? Kutokuelewa politike ya nchi gisi iko naenda, na pia kutokuelewa maana ya haki ya binadamu ni nini, na pia vengeance iko mingi mwatu na chuki iko mingi ndani ya watu, na mbaya zaidi umasikini na wizi unatawala watu. Ndio hiki ambacho ulikiona Uvira sasa kilifanyika. Na hile kwa upande wa M23 walitutega na wao pia. Na gisi walitutega kwa 100%. Mpaka saizi washa resira 30%. Moja, walitutega kutengeneza picha ya kwamba kenye kitawafanya warudi na kupigana Uvira ni nini? Ni kuondoka na barefugee Rwanda Banyamulenge kule, kisha batengeneze masenario sinema, waanze kujililisha, waanze kujihuzunisha, wafanye mareportaji za nguvu, waleta mpaka waandishi wa habari wa kizungu. Sawa? Wako ngambo yao. Mamedia kutoka Rwanda, kutoka Uganda, kutoka Kenya wanafika kule, wanafilme watu ambao watazungumza, washawekwa pale. Wakatega mtego nyingine, wakaacha watu wao Uvira ambao wataenda kwanza kusakaje mavitu ya Banyamulenge, kwanza kubomola manyumba ya Banyamulenge, kwanza kuiba muma ofisi za serikali na kuanza kuua watu. Kisha kule watapata picha ya kusema kwamba tulivyotoka wazalendo na FARDC wakaja wakafanya haya, na ndo haya ambayo leo mko mnaona. Sasa je, wazalendo, serikali yetu, mliwaza hili swala? Mlitumia akili muone kwamba hawa washatoka, tushushe maelema kwanza juu ya kusekirize kwanza barabara. Hakuna raia yote mwenye atatoka kwanza kwenda na pie. Raia atatoka, atafurahia, atashangilia, lakini hakuna raia yote mwenye atatoka kufanya piaje. Eske mlifanya hivyo? Ndo pale kwenye tulikosea. Akili mkichwa. Yele ujuaji mwingi sana ambao tuko nao. Kujifanya tunajua sana, lakini kufanya vitu, kuanalize vitu, kupangilia vitu kwamba baada ya hiki nini kitafuata. Aya, ulienda kupie mlango, ulivunja mlango kwa OCC, unaondoka na kile ki machine ya kile ki imprimante kia OCC. Aya, uko na kabla yake hauna, uko na nini yake hauna, unakipeleka wapi? Utaenda kukifanya nini? Jibu ni sifuri. Umeenda umevunja kanisa ya Munyamulenge. Aya, umevunja, finali yake ni nini? Hakuna. Yote ni nini? Ni mitego ambayo walitutega na tukaingia kwenye ile mitego. Unaona? Sasa ukifuata video ambazo walitengeneza hapa, namzungumzia Auster Malivika pale Kamanyola, na ukifuata gisi wa M23 wako wanajipa morali, wanasema kutokana na hii hali ya wakimbizi ambao walikimbia Uvira,
tunaomba jamii ya kimataifa turudie Uvira, tuwarudishe Uvira. Sasa jiulize swali, watu ambao wako Uvira ni wangapi na hawa ambao wako Kamanyola ni wangapi? Tukija nyuma, watu zaidi ya 50,000 kufika mpaka 100,000 watu, 100,000 ya watu ambao walikimbia kutoka Uvira kwenda makambi za Rumonge, za Burundi, za Gatumba pale banatupwa Marwigi, njaa, shida zao. Nilisema tena hivi asubuhi, mchana. Uliona media gani ya Kongo enye ilienda mwizile makambi kuinterviewe watu, batengeneze makonteni, bapublie, ilete impact? Uliona? Au kuona hata moja. Na guvernora yote ilikimbilia Burundi. Me gouvernement provincial ilishindwa kutengeneza, na tuko na selile ya communication mu gouvernement yetu ya Sud Kivu ilishindwa kwenda mu makambi, kwenda kuongea na raia mule makambi. Ile wakati wangali wanatoka mwanzo. Niliona tu quelques reportages za media za Burundi, meusi hazikutengeneza content zenye ziko za maana za kublame directement M23 na Rwanda. Ilikuwa tu ni mashantaji na mafanatisme na hivyo tu ndio vilifanyika pale. Lakini ona gisi hawa walijiorganize, bakapanga gisi wataongea, gisi wataanza, gisi watafanya, mahitaji yao ni nini na wanataka nini. Kuna mama huyu mama, unasikia venye iko anadanganya, aseme gisi walikuwa naishi Muvira, akitenda shota mai ifo bajipange kumurongo Muvira. Ba mama bingine banamwambia aende shote mai Rwanda ndo akio kunywa Muvira. Akitaogesha mtoto bamwambie aende shote mai Rwanda. Huko nasikia uongo ambao walitengeneza. Walikuwa naishi Muvira wanateseka hii miaka yote. Lakini arrive ya AFC M23 bakagombolewa Muvira, wakaanza kuishi kwa amani. Jinsi M23 ilitoka, walianza kuwaua Uvira, kuwatesa, ndio maana walikimbia. Sasa jiulize, nani mwalikimbia Uvira muantre ya FARDC na Wazalendo? Wakati walitoka kabla hata hawajaingia. Na tuko na mamesaje zao walitumiana, bwana gisi hapa watu wanatoka bana tulazimisha twende nao. Naona wanatulazimisha twende nao, kwa hiyo twende. Wakaenda wote njia moja, safari moja mpaka Kamanyola. Lakini gisi wako wanasema walifukuzwa, walipigwa, ndio maana walikimbia. Toujours masonge ndo ziko nayo. Me kimida kazepa nini? Hawa walijipanga kutengeneza uongo. Sasa sisi tulijipanga vipi ili kukontrekare uongo serikali yetu? Waandishi wa habari wa Uvira, Kongo yote, mnajipanga vipi juu ya kukontrekare uongo? Hakuna kitu. Upuuzi tu, yani watu ni kuposti maupuuzi tu, ujinga ya Uvira, kulalamika ovyo, tunafanya hivi. Eske hiyo ndio politiki? Eske hiyo ndio kusaidia nchi? Nchi inasaidiwa sio na mashantaji. Nchi inasaidiwa kwa mikakati. Adui anapanga hiki, wewe unapanga hivi. Unaona? Gisi sisi tuko tunafanya hapa hivi. Tuko tunaenda tuna contrecarrer ile masonge zote zenye balifanya. Na tunaonyesha fact gisi ziko. Ilikuwa hivi, wakafanya hivi na hivi na hivi, na kwenye wako naenda ni hivi. Tulisema hapa. Wanawatoa waende, kisha wakifika Kamanyola watatengeneza masenario ambazo zitatumwa sehemu mbalimbali ionekane kiwao ni wa victim. Ni hatari sana. Ndugu zangu, Uvira bado ingali mwatari. Unaona? Bado ingali mwatari. Niko nashangaa na wazalendo ambao sasa hivi wanaingia Uvira wanaanza kulewa. Wanaanza kurudeta ile matabia za ovyo ovyo za kwenda kwa mabirondo kwa malaya.
Wamewategea watu mle ndani, wazalendo ambao wako wanapora na kuua watu na kuiba. Walitegwa mle ndani. Na mpaka leo wako ulia mfanye mamisako muwatafute kwenye wako muwakamate. Weme tulikamata wamoja watatu. Weme 23. Wamoja tumewakamata na wanasema sisi tuliachwa huko ndani juu ya kwa complete hii mission. Waende wavunje mavitu, waibe vitu, wavuruge vitu, kisha makosa yote iende kwa nani? Kwa wazalendo. Sasa tuko tuna contradire hii maneno munamna gani? Tunatumia mbinu gani za kisiasa na za kidiplomasia? Tunazitumia za aina gani? Pale ndo kuko shida. Kwa hiyo wanasema hawa watu wao hakuna wanachokitaka zaidi ya kurudia Uvira. Kisha wanaomba sasa, mweye M23 mturudishe Uvira. Iko na maana gani? Nyie ndo mlitutoa na mturudishe kwenye mlitutoa. Ikiwa na maana kwamba kama hujanileta uwezi nirudisha nilikotoka, lakini ukinileta utanirudisha ulikonitoa. Ndio hiki ambacho wamewambia pale. Wengine wanasema, wakina mama hao, sisi huku tuko tunateseka, tuko tunahangaika, wamama wanajifungua, watoto wanakufa, mamimba zinatoka, tunataka turudie kwetu Uvira, FRDC babatoe Uvira, wazalendo babatoe Uvira, M23 ingie Uvira. Unasikia? Unasikia degree? Donc force loyaliste ya serikali itoke, ba teroriste baingie, babasekirize. Iko na maana gani? Ina maana kwamba na nyinyi pia mko M23. Donc ukifuatilia hii ma scenario zabo gisi bali tengeneza, ndio munjia moja. Ukianza kusikia kama uko na emotion utaanza kuropoka, lakini ukifanyia manalizi, fuatilia vizuri tu hii video ya bwana Oster Malevika alitengeneza. Ukifuata vyote vya mingi vitakukwaza. Sasa sie tunafuata muda kwanza wa kusikiliza upande wa pili, walifanya nini, walisema nini. Unasikiliza mwanzo mpaka mwisho ndo uje ufanye sasa analysis. Utaanza kutrie vitu hapa. Sasa unasikiliza kenye walisema. Unaona? Mimi lazima nijikite sana huku. Hii ni habari na maelezo. Niko nakupa kile ambacho wenzetu wako wanafanya juu ya kurudia tena Uvira. Melewe watu Uvira ni Luenge tu. Mipangilio gani yenye mko nafanya? Lawrence Kanyuka ndo mwenye alianonse kujiretire munani Uvira. Eske sasa iko nafanya ile video yake ya kusema tunatoka Uvira. Ulisikia risasi pale Uvira? Si hakuna. Lakini anakuambia sasa biko natoka, mabombe ilikuwa iko nabafuata. Huko unasikia uongo ambao watu wanakuwa wako nao. Na ba Kongolesa ba Lawrence Kanyuka bashiko ba marionette ba bumbafu. Unaona? Lawrence Kanyuka bumbafu moevi wale juu. Tunaenda mpaka Kiliba. Mabombe iko natufuata hadi Kiliba. Nani ulisikia? Sasa walitoka. Ushona? Hiyo yote ni nini? Ndugu zangu, hiyo yote ni hali ya kusema kwamba M23 wanajipanga mkila njia. Watu leo sasa ndo nimekaa chini nikasema hawa watu wako na mipango ambayo iko thabiti kabisa. Nia yao ni kudestabilize inchi na kufanya mkongomani akuwe mtumwa kwao. Unaona kisi biko na manipule hapa opinion international. Donc wanataka wadefi opinion international, wanataka walazimishe warudie Uvira. Wakati ni kitu ambacho hakitawezekana. Lakini yote kwa yote, Gize Bitakwira alisema, celui qui veut la paix prépare la guerre. Unataka amani lakini jiandae kwanza kwa vita. Wanaweza kufanya attentat ya kuja Uvira. Tuoneshe resistance. Wazalendo mko wapi?
Eske mtaresiste kupigana saa M23 inarudia Uvira? Juu kenye watatumika pale ni franga. M23 kupigana hawezi pigana, haina nguvu ya kupigana. Wataonga makundi ya wazalendo na wa FARDC wa moja franga na watatraire facilement. Lakini tunasikia venye wako wanasema. Donc ku population 10. Sawa, mko ba Kongole. Okay. Naitika mko ba Kongole. Et alors, distinction ya nini? Kwa nini mlibeba wakongomani wa moja mkawatoa, wengine mkawacha? Basi mngechukua Uvira yote muipeleke. Sembu mna protéger ba civil. Eske wabembe wenye wako Uvira sio civil? Wafuliru, Wavira, Wabangu, nani makabila zingine? Si ni watu nao. Kwa nini mliwacha? Donc, hao wenye mlibeba ni wakolabo wenu. Lakini nilipenda sana. Nilipenda jinsi mlijaribu kucheza mchezo. Mchezo wa M23 en tout cas ni mchezo mzuri sana. Na ni hatari sana. Donc waliriske wanariske na wakakubali kupenalize maisha ya watu wa refugee Rwanda. Yani waliriske kuwakamata, aseme twende nao juu hii ndio itakuwa tena tike yetu ya kuturudisha Uvira. Ndio ile tu, hakuna kingine. Donc ile ni tiki. Sasa najiuliza, washaenda juu hawatarudia tena, wale watu watapeleka wapi? Ndio question. Batatengeneza kambi. Sawa. Na usiki kitu kingine kenye M23 itajua. Tuko na plisi ya 100,000 watu ambao wako makambi za Burundi. Wanateseka, wanahangaika. Wanateseka, wanahangaika. Sasa mlingia Uvira mlitoa pele kwamba mnaomba serikali ya Burundi iwarudishe watu ambao walikimbia kwenye makambi. Si ndio? Okay, sawa. Na sisi tunasema mturudishie hao watu ambao walikimbia Uvira kwenda Kamanyola. Simple. Bakongomani wenzangu, tuache ujuaji. Niko natembelea magrupe za WhatsApp za Uvira. Bakordo wanaanza fufuka. Bakordo. Ba president. Ma message ya encouragement, ya salutation, ma message mingi zinaanza saizi. Sie tulipigana kuanzia vita inaanza mpaka leo. Na tu kimya tu magrupu, hataona mtu anajisumbua. Leo magrupu ma message zinaanza. Sasa mbinu gani, strategy gani zenye mko mnatoa juu ya kusekurize Uvira? Zero strategy. Meba kordo banaanza. Tuache ujuaji. Ujuaji ukizidi utatuharibia. No, utatuharibia. Meru wa Baraka ameweza kuruhusu tena usafiri uanze kutoka Uvira mpaka Baraka kupitia maji. Kwa hiyo kwa wale wasafiri ambao wanapenda kwenda Uvira, ambao wanapenda kwenda Baraka, boti ziko tayari, mwanze kutumia tena usafiri wa kurudia. So, hii ni kitu ambacho nilitaka niweze kukusikilizisha, niweze kukuonyesha namna gani mambo ilifanyika maeneo ya Kamanyola. Ni hatari sana. Tumsikize mzee William Amuli ya Kutumba. Ana mengi sana kuzungumza. Ni mengi kabisa, tumsikilize. Na tumalizie kwanza kwa kusema kwamba masuala ya Burkina Faso, jinsi wamefanya, wamemkamata Damiba na amepelekwa, alikuwa anahusika kwa coup d'etat zenye alikuwa anajaribu kumangusha Traore, lakini Mungu alisaidia. Traore alisimama ngangari na hivyo walimkamata, washamrudisha kule. So nafikiri kwa hayo ambayo tumezungumza ni mengi sana. Ni mengi sana. Tumsikize mzee William. General Mutupeka alikuwa Telemake, nilikuwa naye na urafiki wa kizalendo. Alikuja akakuja kuniambia, tukakutana naye fasi banaita pale Kubashimale. Unajua Kubashimale kwa Shikarangu?
akanikonscientize nani staff yangu yote, ikasema mzee, wende uonane na rais Joseph, useme naye ana kwa ana. Nikakubali. Nilitoka pale bananibeba Uvira, Bukavu, tunapata avion Bukavu. Lukole naye aseme mimi ndio nilikuwa na ile mission, sitabakia mimi ndio chef de mission. Tukaenda mpaka Kishasa, mpaka kufika Njili bakatusepare. Bakaambia Lukole, wewe hauko na mission, ulishindwa na mission, na Mutupeke ndio aliresire mission. Aliresire mission sababu ya kunitosha huko. Mimi nafika kule. Wakati nabakia kule, mwenye alikuwa anatujere kule ni General Mbala Musensa. Alikuwa angali ademeloge wa etat major general wakati, na anasime sekretaria ya rais Joseph Kabila. Na kule tulifika, nilionana na rais. Rais alinipoze question mie ya Kutumba, mko nafanya fujo kule ni ya nini? Mimi namwambia aseme Kongo mzima vita iliisha ya RCD. Iliisha. Lakini hii vita kumalizika, kwenye kuna bakia shida ni kwetu. Sababu kwetu bashefu kutimie abajere eneo zao. Ananiuliza sawa vile wapi? Akaniuliza sawa vile wapi kwenye bashefu kutimie abajere eneo zao. Nikamwambia Bijombo, Uvira. Bashefu kutimie ya Uvira abajere eneo zao. Nikamwambia kuko fasi banakuwa naita leo Ndaoberwa. Hapa yuru ya Kabembwe pale. Pale ni kwa shefu anaita nani Ishibatwa. Afikake pale. Kuko fasi banaita Minembwe. Ni nchi ya Chef Kitongo. Bali mfukuza sawa Yimbwa pale afikake pale. Vitu viko komplike kwetu. Na ndio maana mimi nilipaki kusema kwamba tanke nchi yetu bashefu kutimie betu abayanza kukontrole eneo zao, mimi sitatoka kule. Wakati nasema vile, Kabila akaniambia, tulikuwa sisi batatu. Alikuwa mie, Musensa, yeye nani Mbara Musensa, na yeye siaba batatu. Bengine bote walibakia nje. Akasema hivi ya Kutumba, tulikuwa mpendaki kuishi na watu wengine. Yeye mwenyewe hapo ananiambia mimi, tulikuwa amupendake kuishi na watu wengine. Il faut kuwa flexible. Kuishi na watu wengine wote. Wote ni Wakongomani. Vraiment na kuregrete. Kutokuwa na mapenzi ya kuishi na watu wengine. Mimi nasema ndio, mimi sie kwetu misio yangu mimi sina kitu nitasema. Lakini misio yangu mimi ni kusema bashefu kutimie tu bajere eneo zao, entite zao. Fizi, Uvira, batu Mwenga, batu bajere eneo zao. Niliona mwenzangu niko nasema naye mbele, alisema habari ya, aliniuliza habari gani ya kwetu. Lakini ile sana isha sema ile neno, nikaona bwana sura inafunga, inakunjama. Na isha sema neno yenyewe na mkwazi. Alors, akaniambia no, tuko na reunion ya CAC. Donc ya watu ya Afrika, president ya Afrika Central. Tuko na reunion leo hapa, kwa hiyo tutaaprofondiri mazungumzo yetu baadaye. Uende ubaki kule kwenye huko. Bakanirudisha kule kwa residence walikuwa nanitia Limete. Kesho yake nikaona Bagarde Republicaine JR barakia kutiliwa pale. Na nilifanya miezi 3 pale, ayanipokea, hakuna mtu wa kunijerea wa kuniangalia pale JR. Nikasema sasa nafungwa hivi. Nikafungwa kifungo cha siasa pale. Nilifanya mwaka mzima niko pale. Niko nakula, niko nafanya vingine, na pale tukagoma, tukasema atupendi tupewe chakula. Kutujere mtupatie franga, tutakuwa na juzia chakula sisi wenyewe. Alikuwa na mwanamke mmoja hivi Katangezi mmoja ndio alikuwa anatupigia, tukakatara, tunamfukuza. Tukalomba binti wa kwetu wa Babembe akaanza kutupigia pale. Alikuwa
dada ya mkubwa yake ya bibi ya Ngea. Ngea dada yake ya Mede la vile wao alikuwa wa Baraka. Emerite jina lake Kiza, ule mtoto mwanamke. Baba tupatie yule akaanza kutupigia pale. Donc ile mwaka na nusu nilifanya pale. Tukaishi pale. Konferensi ikakuya ya kusema kwamba kuko konferensi batu baende Goma kufanya konferensi ya amani. Nikasema mimi peke nitaenda kurepresente mouvement yangu ile Mai Mai reforme. Bakasema rais anakatala, wewe utaenda. Parmi batu huko nabo uchague delegation itaenda kule. Tukachagua Ngea parce que Ngea njo ba fondateur ba hii mouvement. Hata kama aliingia kwa Nehemia alidanganika, akaenda kule akaanguka. Balianguka. Na basanda balianguka. Donc ikakuwa nikapokea. Bakaniambia tosha mtu, nikakamata Ngea, tuko na wewe, tulikuwa na mzee Oba Unje na Ngea na kitoto kizuri Modeste, ndio watu walinisindikiza na matriza alikuwa pauvre. Ndio walinisindikiza kule Kinshasa. Mimi tunachagua Ngea kwenda Kinshasa. Anaenda kutana na asanda kule, mambo wetu wengine kule. Kule bakasema mambo yote, bakasema mzuri ya kukatala ya kusema kwamba Minembwe mission ilikuwa Minembwe iitwe territoire. Ba representer yetu kule bakakatala kwanza. Wakati walikatala bikaonekana vitu vraiment bina raté parce que kule kuko proposer kwa kuingiza Minembwe kwa territoire, il a fallu ba créer zingine territoire hizi mbili mu Sud Kivu. Baka préparer Kaasha na territoire de Kaasha na territoire de Bunyakiri ziko territoire pour que Minembwe ipite kwa territoire muzile zingine territoire zenye itakuwa nouvellement créé. Mais si tukapiga vita mlevi atoke bila wakati pale, kama mtako mlevi tu mnamtosha. Donc mimi napenda watu bafuate mzuri hapa kwenye kunatoka hii vita, ndio napenda kufasiria. Wakati balisinye makoro, ile makoro walisinye kule ya kuacha vita, tufanye amani na watu yote wengine ba integrer mu FARDC bote ba groupe armé. Abe Malumano alikuja Fizi pamoja na Didier Tumba. Osi alikuwa chef d'état major général hapa. Ndio walikuwa kule wanasimamia kule ku programme amani. Bakakuja mpaka Fizi. Kuja kukamata basoda yangu niliacha pale bazalendo ile à l'époque Mai Mai bato ya mouvement Mai Mai réformé. Bende ku centre de brassage chez Ruberizi. Population ya Fizi ikasema hapa batoto walibakia hapa, chef wabo alienda Kinshasa. Haitawezekana chef wabo ayakuya kubarestitiwe kitu walienda kufanya Kinshasa, batu yake benge mu centre de brassage. Batoto ya Fizi tunakataa. Bakarudia. Bakakuya turu ya pili, bakapata ile jibu. Abe Malumalu na Didier Tumba bakavuka bakasema twende Kinshasa tunaenda rais ya kutumba bamulibere arudi Fizi pour que bale batoto baingie mu brassage. Nilishtuka siku moja hivi, rais ananipigia telefone. Niko limete kule, asema ya kutumba tunakutuma urejoindre Abe Malumalu Goma. Unapata avion hapa itakupeleka Goma, bakupeleke Fizi, uende uruhusu batu yako baingie mu centre de brassage Ruberizi. Na wewe ufanye tu 15 jours. Urudi hapa Kinshasa tukupangie kazi. Utatumikia hapa Kinshasa. Nikasema Mungu wangu amefanya kazi. Nawaambia kwamba ikiwa hauna kosa, ikiwa hauna tash, mwenye atakutetelea ni Mungu. Genye population ilisema huko. Bikamuingia kule, vraiment bakaniondoa, bakanipa avion, bananipeleka Goma. Mimi nafika Goma, nakuta nafanya 3 jours pale. Mimi naingia kwa aeroport.
natafuta kuya huko. Heliko za MONUSCO 3 zikakuwa ziko mupermanence unipeleka. Nakuta abe maromaro eko pale kwa aeroport, musali d'attente. Nakuta ungine Munyarwanda eko pale. Ungine mutu hivi. Na nitamusema hapa tu. Mimi nafika pale, nakuta ni nani? Ni Bizi Makaramweto. Kuniona kasotea kanipokea. Asema mwana wa wetu, tuwe amani. Ini Bizi Makaramweto. Kweli asema ndio. Okay, merci. Hakuna problem. Twende kwetu. Abe marumaru heliko zote tukapakia heliko, tukaondoka, tukakuta Leonce, gouverneur wa Bukavu anatuchunga kwa aeroport. Louis Leonce bakatupokea pale na yeye naye akapanda mweliko tukakuwa kuruka mpaka kufika Fizi. Tuko na Abe Marumaru, tuko na yeye nani ule Bizi Makaramweto, wakakuja tukadema Fizi, bakasema tunafuata kumwacha ya kutumba akusanye batu yake baingie mu brassage. Na yeye tunamupa 15 jours on na familia lage na vingine après yeye naye arudie Kinshasa apangie kazi. Population ikabude. Nikaona population inabude. Tukabakia. Wakati tulibakia ikaonekana kwamba mimi après 2 semaines Abe Marumaru akaanza kuniita. Nikasema mimi sitakuwa Kinshasa. Nisharudia kwetu, mission yangu ya Kinshasa iliisha. Ilifo nifanye kazi ambayo Mungu alinipa ya kutetea population ya Kongo. Ndio mission niko nayo. Kwa ile gouvernement yenu sitaingia. Ile sasa ndio kitu ambacho Kabila akaona vibaya sana. Kama mliona niliwindwa pori zote. Deja neno naisha hata namupandikiza namwambia anajua kama ule mtu atasumbua ile eneo sana. Sababu ideolojia kiko mubaya. Nadhani hapa tulitembea sana hapa Mkera tukosa kupiga hata defo hapa. Nilikuwa napita niko natoka hapa. Hapa ndio mulima gani hapa? Hapa. Hapana chupa na vere. Siseme huko. Nasema hapa. Alanga. Tuko natoka Alanga hapa. Tunapia vuka hivi. Tunavuka hivi. Tunapita hii mugini. Tunapitishwa na watu hapa. Sitataja watu. Lakini wale watu walifanya kazi sana. Tunapita tunaingia makariere. Sasa tunapita ya Kasonge hapa. Tunapita tunaingia makariere hapa, tunavuka, tunafika Longa depart, tunaenda. Haiko vile. Wasio ya kutumba napita hapa, anapia rebel. Donc mission ni kusema kwamba tutetee hii nchi yetu isinyang'anyiwe. Makofi. Napenda kuambia hivi, la vérité finit par triompher. Et ceux qui se ressemblent s'ensemble. Leo maelection napita mnachagua Kabila. Mimi manda 2 za Kabila sikutumika naye. Niko mporo. Tunafanya resistance. Juu ya nchi yetu isiende. Anafanya 18 ku pouvoir. En 2018, banafanya maelection. Félix Antoine Tshisekedi anapita kuma election. Haiko vile? Ndio. Anapita kuma election. Banamuchagua. Population ya Kongo inamchagua. Selon demokrasi. Mtu atafanya manda ya kwanza. Anamaliza manda ya kwanza. Haiko vile? Anafanya manda ya pili. Kama population inaona mitimikio yake iko mubaya, manda ya pili hapata muvote. Lakini ba Kongole bakamuvote manda ya pili. Aisha maliza manda ya pili? Aisha maliza manda ya pili? Napenda kuwauliza hivi. Pourquoi bamupige vita? Pourquoi
bamupige vita. Na yeye ayamaliza. Kwanza banaanza mupiga vita en 2022. Manda ya kwanza yaisha. Banaanza mupiga vita. Est-ce que réellement ni mauvaise gouvernance? Kama iko mauvaise gouvernance, mwachie population itamukatala. Haiko vile? Ndio. Kwa sasa kumupiga vita. Napenda nibafungule masikio batoto ya Mukera, batoto ya Kongo yote beko hapa. Batoto ya Bukavu beko hapa. Batoto ya fasi zingine zote beko hapa. Mujue kama sisi tunaweza penda Tshisekedi, tunampenda juu ya nini? Tshisekedi wakati anaingia ku pouvoir, unaona balikuwa na coalition yao walifanya na FCC ya bwana Joseph Kabila. Politiquement inakuwaka. Wakati anaingia ku pouvoir bakafanya ile coalition. Na wakati walifanya ile coalition, nani Joseph Kabila akatosha document. Ile document litosha article yenye kwa mwele document parce que wakati tunafanya conference ya Goma, hapo kumalizia conference ya Goma, bakaenda kufanya nyingine conference Addis Ababa. Kuna Addis Ababa balienda. Kumbe si hapa tunafanya maakoro ni vya yulu. Kuko watu wako vize benye batafanya nabo maakoro secret. Ndio CNDP. CNDP ya Rwanda. Munafuata hivi? Ndio. Bakaenda kufanya maakoro Addis Ababa. Mwele maakoro walifanya Addis Ababa. Kuko article banasikilizana hivi. Nord Kivu na Sud Kivu baipane ku CNDP baigere pendant 8 ans. Gouvernement Kinshasa isi contrôler ni finance, ni politique, ni armée yenye itakuwa mwa ile eneo. Munifate bonjour. Huko ba intellectuel hapa. Kama muyo lene de problème. Na mwenye atapata difficulty ya kuelewa, atakuja tuzidi kwa approfondir parce que vitu vyote tunavisema hapa. Kwanza usiku unaingia. Pala njo penye sasa document natoka sema il faut weye nani Félix Tshisekedi ukubali panda periode yake yeye akashindwa akasikia haya kusema hapana ile eneo Sud Kivu na Nord malgré balifanya makoro walisinye kule. Sasa akuya restituer ile ku population congolaise pour que ikubali bapanana ile Sud Kivu na Nord Kivu bikamshinda. Akapenda profiter sasa wakati nani Felix anaingia ku pouvoir asema di miaka 8 hii upatie nani Sud Kivu na Nord Kivu. Sasa pourtant que Joseph Kabila yeye banaisha etendre espace sasa inakuwa banasema hapana isikuwa tu Nord Kivu na Sud Kivu, mukamate province ya Ituri, mukamate province ya Manyema na province ya Tanganyika, 5 provinces. Donc ile eneo yote ndio yenye batajere pendant 8 ans. Tshisekedi akasema hivi, mimi niko mkongomani wa baba na mama. Kama mwenye mko na nationalité douteuse, mimi wa Tshisekedi nakatana ile mpango yenu. Sitakubali kupana miaka 8 bamwa batu hivi, bavayo bamoya hivi tu basende tu tupanane kwa Banyarwanda. Haitawezekana. Kama mko nasikia haiko kupendekeza mtu kusema sema peut-être kumpendezesha tumuite mzalendo numero 1. Yeye ndio mzalendo numero 1. Na akasema hivi, akasema kwa hii wenyewe wanaanza nifanye divorce na hao watu FCC. Kama muliona Felix Tshisekedi alikata sababu aliona bataniua baba. Akakatana akasema divorce na tangia leo mimi na FCC binaishi. Ni kwa ile point.